ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutazungumza kuhusu mtu na kwao, mtu kupenda kwao, haswa utenzi wa mwanachuoni mmoja mkubwa. Katika mashairi aliyoyaeleza, alianza kwa kusifu mji wao. Anasema biladi hawaha fi lisani wa fi dami, mji wangu biladi. Ameanza kwa kusifu mji wao. Anasema hawaha, mapenzi nilionayo katika huo mji, fi lisani, hautoki katika ulimi wangu. Yani kila wakati huwa ninataja hawaha fi lisani wa fi dami, na pia mapenzi ya huo mji wetu, mji wangu, nataja kwa ulimi kila wakati, na katika damu yangu yale mapenzi yao. Yumajiduha qalbi, moyo wangu na utukuza ule mji wangu. Wayadu laha fami, na mdomo wangu huwa unauombea ule mji mambo mazuri, khairi. Tizama hapa alipozungumza huyu mwanachuoni mkubwa kusifu mji wake. Anasema biladi hawaha fi lisani wa fi dami, mji wangu mapenzi yake yamo katika ulimi wangu. Yani ulimi wangu mapenzi yamejaa katika ulimi wangu, saa zote nazungumza mapenzi ya kwetu. Wa fi dami, na pia katika damu yangu nahisi. Yumajidu wa qalbi wa dola fami, moyo wangu na utukuza mji wangu, na dua ninazoziomba naombea ule mji wangu. Kwa hivyo hapa ameanza kueleza namna anavyopenda mji wake, namna uzuri wa mji na kule aliko. Anaendelea akisema wala khaira fi man la yuhibbu biladahu, mtu yoyote asopenda mji wake basi hana khairi yoyote. Wala fi halifi alhubbi illa mutayyami, na pia halifu, yani mapenzi yako karibu na yeye, ikiwa yale mapenzi hatu yatia nguvu sana. Alhub ni mapenzi daraja ya chini kidogo, alafu anasema in lam yutayyami, hiyo ni daraja ya juu kabisa. Mtu awe na mapenzi na yale mapenzi yao ni makubwa kabisa kwa ule mji wake. Anasema waman tuuhi darun fayajhadu fadlaha, na yoyote atakayepokelewa na mji alafu akapinga fadhila ambazo zimo ndani ya ule mji. Umepokelewa katika mji umekupokea, alafu kheri zilizomo katika ule mji ukawa huzithamini, unaona kawaida, huyu yakuna hayawanan fauqahu kullu ajami, basi mtu kama huyu anakuwa kama mnyama ambaye wanyama wote wako juu yake. Wewe umeishi katika mji ule umekulea, kila kitu unapata katika mji, watu wazuri, chakula kinapatikana, hewa nzuri, ardhi nzuri, alafu ukawa wewe huoni, fayajhadu fadlaha, ikawa anapinga zile. Juhud ni kuonesha uthamini.
Anasema yakun hayawanan fawqahu kullu a'jami, huyu atakuwa ni kama mnyama, wanyama wote wako juu yake. Anasema alam tara anna at-tayr, huoni wewe ukimtizama ndege, injaa ushahu, pale anapokuja katika kile kijumba chake. Ndege ana nyumba zake katika miti, anatengeza ush. Alam tara anna at-tayr, humuoni yule ndege, injaa ushahu, anapokuja katika lile tunda. Wengine usema tunda, wengine usema kijumba, lakini nyumba ya ndege inafahamika. Humuoni yule ndege anapokuja katika nyumba yake, nyumba ya nyasi, nyumba pengine haina nyumba tu, nyumba haya ipo lakini ndio kwake. Anasema unapumuoni anapokuja katika ile nyumba yake, faawahu fi aknafihi yatarannamu, kile kijumba kikampokea, akaingia ndani ya kile kijumba. Kanaf, yani akapata utulivu, akapata amani, akapata furaha. Utamsikia sasa pale ndege yatarannamu, anaimba. Sasa mwanadamu ni hivyo hivyo, unapoingia mahala ukapata mapumziko, ukapata starehe, ukawa huna wasiwasi, huna uoga, basi hapo sasa ndio furaha inaonekana. Ndio hapa shairi anatuambia humuoni ndege anapokuja katika kijumba chake, akapokelewa na kile kijumba, akapata amani, akapata utulivu, basi utamsikia sasa ndege yule anaimba. Waman yadhlimil awtan au yansa haqqa, na yoyote atakayefanya dhulma, kuifanyia nchi yake ama kwao. Vipi dhulma utaifanya? Kuna mambo ya muhimu ambayo yanakuhusu, kuna mambo ya muhimu ambayo yanatakikana ushughulike nayo katika mji. Watu wanapokwenda shamba ende nao, wanapolima ulime na wao, wanapojenga ujenge na wao, wanapofanya kila kitu ambacho kitaleta manufaa, kitaleta uzuri katika ule mji ambao utawanufaisha wengine. Kuna watoto pale, kuna wajukuu, kuna mababu, kuna nani. Sasa wewe kuifanyia ile nchi dhulma, ni pale umesahau haki ambazo unahitajika kuwa nayo. Ndio akasema waman yadhlimil awtan, yule atakayedhulumu nchi yake, au yansa haq, ama akasahau haki za ule mji wake. Anasema tujibu fununul hadithati biadhlam, ataijiwa na mambo ya machafuko, shida hivi na vile, kwa sababu hakuwa amesahau mji unahitaji nini, watu wanaishi vipi. Ikawa amekaa kando, hata hana habari, hajui yuko wapi na hajui panahitajika nini pale, na watu wanafaa wawe katika hali gani, na mchango wake katika ule mji ni nini. Hapo amesahau haki na amefanya dhulma kwa kutotekeleza, basi atakumbana na mambo mazito mazito ambaye yatakuwa yanamdhulumu zaidi kushinda alivyodhulumu yeye. Fununul hadithati biadhlam, yake ilikuwa ni dhulma, sasa ni biadhlam, dhulma kubwa kushinda ile aliyofanya. Yeye amefanya dhulma kwa kuacha kutizama haki za mji, watu wanahitaji nini, mji tufanyeje uwe mzuri, basi yale atakayokumbana nayo atakuwa ni mazito kushinda hayo aliyofanya. Anaendelea kutuambia wala khaira fiman in ahabba diyarahu, ana khairi yule mtu ambaye ikiwa atapenda mji wake alafu atoke ende akakae mbali, huku watu wanashughulika kujenga, kutengeza, wageni wakija, kule mji tulikwenda mwaka jana sio namna ulivyo mwaka huu, mambo yamebadilika, nchi imekuwa nzuri. Ukiingia misikiti watu wanajaa Qur'ani, watoto wanasoma, kazi zinafanyika, watu wako pamoja, wameshikana, undugu umeshika. Anasema wala khaira fiman in ahabba diyar, ana khairi yule ambaye akipenda mji wake atatoka. Akishatoka, wakati akirudi mambo yamebadilika, pengine watu waliokuwa marafiki hawako, majumba yaliokuwa yaking'ara umekuta yameporomoka. Kila ulichoona kizuri kinang'ara katika mji, watu wanasoma, msikiti imejaa, watu ibada nini, alafu utoke uache mambo kama bila wewe kuchangia na wewe pia uhesabike katika wale waliofanya mazuri katika ile nchi. Basi anakuambia aqama liyabqi fawqa ruben muhaddamin,
Atakuta nyumba imeporomoka, magorofa makubwa makubwa sasa ni magofu. Watu fulani yuko wapi, fulani hako, fulani hali zimebadilika. Itakuwa kwa sababu ya yeye kutopenda mji wake, ameondoka, anahitajika ashughulike naye, achangie, hakufanya kitu kama kile, amerudi, mambo yameshabadilika kabisa, khairi iliyokuwepo hakuna. Nani atayafanya isipokuwa nyinyi? Hakuna khairi yoyote, watu hawako, fulani marehemu, jumba fulani lilikosa wa kuifanyia marekebisho, limeporomoka, magofu ndio yanaonekana. Hapo atasimama aanze kutoa machozi, akama liyabki fauka rubin muhaddam. Atajikuta amesimama juu ya magofu yale yalooza, maporomoko yale, akitoa machozi. Sikuacha mji hivi, mji haukuwa namna hii. Kwa sababu gani? Yeye hakuwa na mapenzi na ule mji wake, akae pale, alete maendeleo, afanye kila kitu. Itakuwa kazi yake ni kulia tu sasa. Wakati tilka layali bi ahliha, itakuwa yale aloyawacha yamesha kwenda na walokuweko. Mazuri alokuweko pale yeye hajachangia wala hajashughulikia. Kwa hivyo wale wameondoka na yote walioyafanya. Tuya tilka layali, imekunjwa. Yani ni kama mkeka mtu ameweka, amekaa, amemaliza, amekunja ule mkeka, ameuacha hapo. Anasema faman jahila al-ayyam falyata'allam, yule ambaye hana habari awe na fikra kama hizi. Huu mji leo huko hali hii, je, mwaka ujao utakuwaje? Watu hujenga mji kwa kufikiria mji utakavyokuwa. Unasikia kuna watu wanazungumzia mambo ya focus, kuna watu wanazungumzia mambo ya vision. Haya ndio mambo mtu ikiwa anapenda mji wake awe naye. Vision yetu ni nini? Focus yetu ni nini? Mwaka moja tutakuwaje? Miaka miwili tutakuwa vipi? Sio utoke tu na usahau watu, mji hata usijali uko vipi, na ufikiri huo mji utakuwaje. Anza wama yarfa'ul awtan illa rijaluha, na hakuna yoyote atakayejenga mji, atakayeinua hali ya watu isipokuwa wale wazaliwa wa mahala pale. Wama yarfa'ul awtan illa rijaluha, hakuna atakayeweza kuinua mji wote. Mtu akija mgeni amekuja kuchuma akatengeze kwao. Mtu akija mahala anakuja, lakini akili yake iko kwao, kule babu yake, baba yake, watu wake, na watakaozaliwa kule itakuwa ni damu yake bado. Kwa hivyo akili huwa kule. Chochote anachokipeleka kwao huwa kina misingi na kina ulinzi na kina utetezi. Chochote utakachokifanya kwenu akipotei, wewe utaiachia pale, mtoto wako ataendesha, wengine watatokea wataendesha. Ndio anasema wama yarfa'ul awtan illa rijaluha, anayekuja kwenu haji kuwanufaisha nyinyi, anakuja kujinufaisha yeye mwenyewe kwao. Anasema wali yataraka nasu illa bisulam, na je, watu wanaweza kupanda kwenda juu bila ngazi? Ngazi ni nini? Ndio wale vijana ambao wa mji huo, hao ndio ngazi. Kwa hivyo mji unapotaka kuendelea mbele, wale vijana wajitokeze. Huu mji wetu tunautaka uweje? Uislamu uwe kiasi gani? Mambo yako vipi? Yale uliyokuta kule nje, akili yako iwe kuwa na huko kwetu kuwe hivi hivi. Huku kuna darasa kila wakati wa swala, misikitini yetu ina darasa, watu wanasoma. Huku kumetoka mashekhe, je, mji wetu umetoa nao mashekhe? Kile utakachokiona kizuri kule kando, inakubidi na wewe ufikirie, na kwetu nifanyeje kuwe kuzuri kama huku niliko. Huko ndio mtu kupenda kwao. Anasema waman yakudha fadhlin fayajhadu fayabkhalu bifadlihi, yoyote ambaye atakuwa na fadhila. Fadhila ni kazi nzuri, cheo, ilmu nzuri, tunasema ni fadhila. Inna alfadhla biyadillahi yuti man yasha. Fadhila Mwenyezi Mungu anapeana. Fadhila ni kitu, inaweza ikawa kazi, inaweza ikawa ni ilmu, inaweza ikawa ni cheo fulani. Alafu anakuambia waman yakudha fadhlin fayabkhalu bifadlihi, atakayekuwa na fadhila, kitu chochote ambacho ni cha thamani, Mungu amemchagua, amempa, wengine hawana, na ni kitu cha kuwanufaisha watu, ukafanya ubakhili kwa hilo. Una ilmu, hujamsomesha mtu,
Una pesa, hujawasaidia wanyonge. Una cheo, akijaonesha matunda yoyote cheo chako, umefanya ubakhili, na ile fadhila Mungu amekupa haijawanufaisha watu wako, hawajafaidika na kile ulichonacho wewe. Hapo naambia umefanya ubakhili kwa ile fadhila Mungu amekupa. Wamani yakudha fadhli fayabkhalu bifadhli, atakayekuwa na fadhila yote Mungu amempa akafanya ubakhili, asiwape watu wake. Una ilmu, hujasomesha mtu. Una pesa, hujasaidia yoyote. Una cheo, cheo chako hakijaonekana popote, wala hakuna matunda yoyote yamepatikana katika ile cheo yako. Basi anasema fayabkhalu bifadhli ala qaumihi, akafanya ubakhili kwa watu wake, asiwafanyie chochote, na aliyekuwa anacho cha kuwafanyia watu. Ana nguvu za kutekeleza, ana mambo mengi anaweza akayafanya, lakini amefanya ubakhili akiwafanyia wale watu wake ubakhili. Fayabkhalu bifadlihi ala qaumihi, akafanya ubakhili kwa watu wake wasinufaike na kile alichonacho. Anasema yustaghna anhu, watu hutosheka wakasema kile tulichonacho kinatutosha, wakakusahau, wakakupuuza, wakakuona hata una faida yoyote. Waidhamamu, na ikawa wanakuzungumza kwa uchafu na kwa ubaya tu. Kitu kikubwa katika huu ulimwengu ni yale mazuri unayoyafanya. Yale unayoyafanya mazuri, jina lako litabaki, utaombewa dua kila wakati, na hiyo ndio khairi kubwa. Umri wako ni mdogo sana, lakini yale unayoyafanya ya khairi, umri ni mrefu sana. Ndio Imam Shafi anatuambia asha aqwamun wama mata makarimu, watu wameishi wakafa. Hiyo akaiondosha hadhi. Mata aqwamun wama mata makarimu, watu waliishi muda mchache wakafa wakaondoka, lakini yale mazuri waliyofanya hayakufa, yalibaki. Vipi? Umefanya mazuri, umekufa, miaka 2 mitatu, watu wamekusahau, lakini yale uliyofanya hayatasahaulika milele. Kwa hivyo mtu anapokuwa na fadhila, anapokuwa na kitu kizuri, asifanye ubakhili kwa watu wake, kwa sababu wao ndio watamtaja kwa uzuri, watakumbuka mema yake. Wakikosa hayo kwako, itakuwa siku yako ya kufa ndio ile. Anasema waasha aqwamun, anasema wengine wameishi watu hali ya kuwa hawahesabiki katika wenye kuishi. Asha aqwamun wa mata makarimu, wa asha aqwamun wa hum min al-ahya'i amwatun, wengine wameishi hali ya kuwa katika watu walio hai ni kama maiti, hautaji kwa uzuri lolote, hauna khairi yoyote. Sasa inakuwa umekuwa na fadhila, umefanya ubakhili, ukuwasaidia watu wako, umeishi umesahaulika, na watu wako hawatukutaja kwa uzuri wote, lakini kuna wengine wameishi. Sasa pale ndio Imam Shafi anasema nini? Wahum min al-ahya'i amwatun, hawa wanaonekana wako ndani ya watu wanatembea, lakini ni maiti. Kwa sababu gani? Una jambo zuri lolote unawafanyia watu wako, una khairi yoyote ambayo itabaki pale, iseme fulani alikuwa na khairi, fulani alikuwa hivi na hivi. Shairi anazidi kusema waman yataqallabu fi an-na'im, na yule mtu ambaye atakuwa na neema kubwa, ana majumba, ana magari, ana kila kitu. Yataqallabu fi an-na'im, anageuka huku na kule. Leo gari anabadilisha, jumba, rangi, kila kitu. Waman yataqallabu fi an-na'im shaqiya bihi, huwa uovu tu ndio unapatikana pale. Idha kana man akhahu ghairu muna'ami, wewe utaishi katika neema na majirani zako wako katika balaa, hawana chakula, wewe unatupa chakula, hawana uzuri wowote ambao wanaona kwako. Anasema hiyo ni shakawa. Man yataqallabu fi an-na'im shaqiya bihi, atakaishi katika starehe hili inakuwa ni uovu. Ubakhili ni tabia mbaya, uchoyo ni tabia mbaya,
uovu. Sasa atakuwa yeye, ile neema badala ya kuwa ni neema kwake inakuwa ni nakma. Vipi? Ukisifiwa bakhili, una khairi gani? Hata ile neema, ile starehe gani unapata? Leo wezi wakija wakikuvamia, watu wakiwaona wanakuja kukuvamia, wanawasaidia, piteni mlango fulani, huyo mahala fulani mtampata, njooni saa fulani, uingie wakati fulani, utoka saa fulani. Uko katika shakawa, yani una raha na una kila kitu. Kwa sababu gani? Wale walio karibu na wewe watizame, hawa wenzangu wakoje, tutainuana vipi, nitawasaidia vipi na wao wawe katika hali kama hii. Ndio ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Wa ahsin kama sanallahu ilaik, wafanyie watu mazuri namna Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wewe mazuri. Vipi Mwenyezi Mungu alikufanyia mazuri? Umepata kazi, watafutie wenzio kazi. Wengine uona, mimi nina kazi, hawa wakija nitawapa shilingi 2 3, utakuwa nimeshawasukuma kule kan. Hujawafanyia uzuri yale Mungu amekufanyia. Yale Mungu amekufanyia mazuri ni kazi. Hakikisha na wewe hao wenzio unawafanyia uzuri kwa kuwashughulikia na wao wapate makazi. Wewe una pesa, Mungu amekuneemesha, amekupa pesa. Je, hao wengine mimi kuwafanyia mazuri niliofanyiwa na Mungu ni kuhakikisha mbinu gani na hawa nao nitafanya ili na wao wawe na pesa kama mimi. Cheo hiki nilicho nacho nilikipata vipi? Nitawasaidia wenzangu nao wapate hiki cheo vipi? Hiyo ndio makusudio ya aya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wafanyie watu uzuri namna Mungu alivyokufanyia. Mungu akufanyia uzuri gani? Amekupa kazi, wafanyie watu uzuri, wasaidie nao wapate makazi. Mungu amekupa ilmu, wasaidie watu wapate ilmu. Ndio kama ahsanallahu ilaika. Wala tabghi fil ardhi fasad, usifanye uchafu katika mji. Uchafu katika mji sasa wewe unacho, wewe ni kibri. Ina mautitu ala ilmin indi, mimi ni mwerevu ndio nimepata, nyinyi ni wajinga ndio sababu mmekosa. Hapo itakuwa wewe huna mapenzi na kwenu, huwapendi watu wako, huna urafiki nao, huwasaidii kuinua hali zao, huwasaidii kubadilisha maisha yao. Kwa hivyo huyu bwana alipozungumza biladi, alipozungumza hapa alizungumza maneno mazito sana. Hawaha fi lisani, mapenzi yake katika ulimi wangu, wa fi dami, na pia katika damu yangu. Kwa hivyo kitu kikubwa tunaambiwa mtu ajitizame, amependa kwao kiasi gani? Umependa kwenu kweli? Na umefanya nini ya kubakisha lile jina lako litajwe? Hilo ndio la muhimu mtu kuwa nalo, kuonesha kuwa yeye pia ana kwao na anapenda kwao. Hapa kuna kisa pia, ni shairi ambayo pengine tutaigusia kidogo. Muawiya alioa mwanamke akiitwa Maisun. Huyu alitolewa kule katika Badia, porini kule. Badia ni shamba, tuseme kama lugha yetu ya huku. Amemtoa kule porini, kule hakuna maendeleo, hali tuseme rizavu. Alikwenda akatafuta mwanamke kule, kwa sababu wale wanawake wana sifa nzuri sana, wana ile natural life, na kuna mambo mengi ambayo hayajachafuka kama vile katika miji utaona mambo ya ajabu mengi sana. Kwa hivyo watu wengi hupenda kwenda kule porini apate mwanamke ambaye bado ana ile tamaduni za kindani zile. Basi akamuoa huyu Maisun, akamwekea gorofa nzuri, akamwekea watu wa kukaa naye, akamtengezea maisha ya hali ya juu. Muawiya alikuwa ni mfalme. Wafalme maisha yao yanajulikana, na wafalme wakipenda mambo makubwa makubwa. Kwa hivyo Muawiya akamweka katika ile nyumba.